Hali ya wasiwasi imetanda kufuatia watu wawili kuthibitishwa kuwa na ugonjwa wa Mpox nchini Tanzania. Wizara ya Afya nchini humo imesema inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini iwapo kuna wagonjwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Wizara hiyo imesema itaendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa ugonjwa huo na kuwashauri wananchi kuzingatia tahadhari za kuzuia maambukizi. Hawa ni baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakielezea walivyopokea taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa Mpox. Imeleta hofu kiasi kwamba familia yangu mwenyewe naihofia hata kutoka kwenda kwenye misongamano, maana tunaposhindwa kuparticipate kwenye shughuli za kijamii kama kwenda maeneo ya masoko, kupanda madaladala, tukishindwa kufanya vyote hivi uchumi kidogo utapoa. Na baada ya kupewa taarifa hizo kuhusu maambukizi ya Mpox, nini shtushwa kwa sababu mimi ni kati ya watumiaji wa usafiri wa umma na kukutana na watu kama hivyo tofauti huwa ni kitu cha kawaida. Ningependa kupata taarifa zaidi hasa kuhusu jinsi gani naweza kujikinga. Lakini ugonjwa huu dalili zake ni zipi na unaambukizaje? Mkurugenzi wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Tanzania, Ziada Sera, anaarifu. Kupata vipele kama malengelenge hivi na vidonda, hasa vinakuwa mikononi na miguuni, kifuani, usoni na hata kwenye sehemu za siri. Anaweza kawa na homa, akapata maumivu makali sana ya kichwa, akawa analalamika kichwa kinauma sana, lakini akitaka kumeza anapata shida kwenye koo huko, amepata vidonda. Lakini pia kuvimba mtoki, maumivu ya mgongo, pia atakuwa anapata maumivu ya misuli. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kula au kugusa mizoga au wanyama pori walioambukizwa, mfano nyani, tumbili, sokwe, hata wale swala wa msituni wanaweza kuambukiza ugonjwa huu. Lakini pia kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Mpox, hii pia inaweza kusababisha mtu kuambukizwa. Lakini kugusa vitu ambavyo vimetumiwa na mtu mwenye ugonjwa huu. Kingine, kugusa majimaji ya mwili wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa Mpox, lakini jasho lake, matone ya mfumo wa njia ya hewa na yenyewe anaweza kufanya mtu akaambukizwa. Lakini kwa njia ya mkojo pamoja na mate, pia kujamiana na mtu mwenye maambukizi ya Mpox, hii inaweza ikakufanya mtu ukapata maambukizi. Msikilizaji, unashauriwa kufanya haya ili kujikinga na maambukizi ya Mpox. Tuache kabisa utaratibu wa kusalimiana kwa kupeana mikono, kukumbatiana, kubusiana. Kikubwa pia ni kunawa mikono mara kwa mara. Tuepuke kula mizoga au wanyamapori wenye maambukizi ya ugonjwa huu wa Mpox. Lakini kusogeleana pia na mtu mwenye haya maambukizi, kuvaa barakoa kama unaongea na mtu ambaye ana dalili hizo, lakini safisha, takasa sehemu zote ambazo zinagusa mara kwa mara. Lakini pia kuepuka kujamiana na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huo. Ni mkurugenzi wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Tanzania, Ziada Sera, akielezea namna ya kujikinga na Mpox. Baza Masudi. Bwana, nimeshakuwa kitanda hapo. Huku anaita Kipawa. Kipawa jamii chai, kuna shule ya VETA hapa. Hapo VETA, kuna hospitali hapo. Nimelazwa kwa nimeletwa huko kwa wagonjwa wenzangu wenye ugonjwa huu. Tumelala huko baba, huko kulala huko Muchi, kwa nguo zote wapiga madawa. Hata mkija kuniona huko hamwezi kuingia. Tasimamia nje mimi nitoke, tutaongelea dirishani mzee. Kwa bwana, hali ndio hiyo kaka. Ndio na wagonjwa wenzangu huko kibao huko. Na ugonjwa ndio huo bwana, kwa hiyo tumetengwa kabisa huko. Haya bwana.